Nataka nizungumze na ninyi mafisadi naopenda kuhudhuria mafundisho masemina ya ndoa makanisani. Lugha yangu kwa waovu haijawahi kuwa nzuri hata kidogo, ni pakanga. Sasa nataka niwaambie, asilimia kubwa ya watu wanaowafundisha wao wenyewe wana shida kwenye ndoa zao, kwa sababu haiwezekani unaita ni semina ya ndoa kutengeneza ndoa za watu, alafu unakwenda huko unawafundisha watu masuala ya tendo la ndoa, masuala ya kukata viuno, si kutembea uchi kwa mume wake, kimeenda kimerudi. Wengi wanaowafundisha wakisema wanaponya ndoa, ndoa zao zina matatizo. Na kuna wakati tulionya, tukaambiwa kaeni kimya, msifukue makaburi, kaa kimya. Sasa hivi makaburi yameanza kujifukua yenyewe. Makonki kwenye hayo maswala wanaachana. Ndo mtajua kwamba hatuonyagi kwa bahati mbaya na hatuonyi kwa mzaha, tunamaanisha tunapotuma maonyo. Fundisha mambo katika utakatifu na kumpendeza Bwana. Sio unakuja kufundisha upagani kanisani. Chungaji wa kike huko madhabahuni unawaonyesha mifano, staili za ndoa, tendo la ndoa unaonyesha ukiwa umekaa madhabahuni, unaonyesha kila kitu. Siri zote zile za mnachokifanya kwenye vyumba vyenu unazileta hadharani kwenye madhabahu, unazifanyia hapo juu. Alafu mkitoka hapo mnapiga kelele, tuamshwe, tuamshwe, uamsho wa kiroho, uamsho wa kiroho. Uamsho gani wa kiroho mtaupata nyinyi? Uamsho gani wa kiroho mtaupata nyinyi? Sasa haya mambo, nataka nikwambie hivi, kuna wakati unaweza kuona tunaoonya tunafanya mzaha, lakini fuatilia ndoa za hilo konki linalowafundisha. Huyo anajiita konki wa ndoa. Nenda kafuatilie ndoa yake uone moto anaoupata. Nenda kafuatilie familia yake uone shida anayoipata. Hakuna usalama huko. Anakuja kukudanganya tu kwa sababu si ameona wewe ni wa kudanganyika. Na kweli mnakusanyika huko, mnashangilia, mnafanya kufurahi. Na ndio semina zinajaza watu kuliko semina za Roho Mtakatifu. Semina zinajaza watu kuliko semina za kuambiwa ukweli, kukemewa dhambi na kuhubiriwa masuala ya utakatifu. Hizo semina za ndoa hizo ndo zinajaza watu kuliko chochote. Ishara ya kwamba dunia imekaa hapo, maana shetani hawezi kuzuia watu kwenda kwenye mambo ya kidunia. Ingekuwa ni heri mngefundishana mambo ya msingi ya kumpendeza Mungu, ya kumcha Bwana huko, kwa sababu shida nyingi zinazojitokeza kwenye ndoa sio kwamba watu hawajui tendo la ndoa, hawajui staili za ndoa, sijui ampeleke mke wake mdagani huko. Shida ni kwamba hao watu utii wao kwa Mungu haujakamilika. Wewe Ibrahim, nani alienda kumfundisha tendo la ndoa? Lakini ona ndoa yake ilivyokuwa. Yakobo, nani alikwenda kumfundisha semina ya tendo la ndoa? Lakini ona ndoa yake ilivyokuwa. Fuatilia wale mitume, fuatilia wale manabii wa Mungu wale wa kale, nani alikwenda kuwafundisha semina za matendo ya ndoa? Lakini fuatilia ndoa zao zilivyokuwa. Nyinyi wa sasa, nani aliyewaloga? Alafu tukipiga kelele, unaona ni kama tumechanganyikiwa na akili. Sasa moto utaanza kuwapata walimu wenu na utawafuata na ninyi wenyewe. Hamtabaki salama hata kidogo. Na ndio maana kuanzia umefundishwa hayo una mwaka wa 6 bado moto unawaka huko kwenye ndoa huko. Hakuna mwaka wa 6 bado matatizo tu, bado mnasuluhishwa kila siku makanisani, mamigogoro, si message ya ajabu. Vitu tu vya upagani vimejaa huko ndani. Sasa nini nataka kuambia watu? Hebu nenda kupata mafundisho ambayo yana maslahi, kwanza ya roho yako, alafu pili ya kuimarisha kwenye mambo mengine mwilini ambayo yanampendeza Mungu. Unless otherwise, mnaibiwa mchana kweupe, mnapoteza nauli, mnapoteza muda, mnapoteza gharama nyingi kwa mambo ambayo hayataleta faida, badala yake yataleta hasara. Anawafundisha kwa mbwembwe hapo madhabahuni, anarukaruka mbwembwe nyingi, lakini anajua nikishuka hapa nikienda nyumbani kuna balaa nakutana nayo. Nadhani kwambie, wahubiri wengi ni wanafiki. Watumishi wengi au wanaowafundisha ni wanafiki. Wana shida kwao, yamewashinda. Anakuja kukudanganya na wewe ili akakushinde zaidi.
na kibaya zaidi wanaweka kwenye mamedia kiasi ya kwamba mpaka watoto wanayaona, vijana wadogo wanayaona, wanakuwa wakiwa wameshapandikizwa, na kwa sababu ndio dhehebu lake anakuwa na ushetani, hivyo anaendelea kupotea. Mungu awabariki sana. This is Prophet Justin. Shalom.